Ifuatayo ni risala ya kisima cha mafanikio kwako wewe Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iliyoandaliwa katika kongamano hili jijini Arusha leo tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, sisi wanachama wa Chama cha Wafawidhi wa Matukio, yaani Kisima cha Mafanikio Tanzania, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa kukubali kwako mwaliko wetu na kuwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu. Ni heshima kubwa kwetu kuwa na kiongozi mkuu wa shughuli za kila siku za serikali katika kushiriki nasi katika hafla hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, chama chetu kimejengwa kwa dhamira ya kusaidia ukuaji wa stadi za kuzungumza na kuwasilisha, yaani kwa lugha ya kigeni ni public speaking and communication skills, ili kujenga weledi katika ushereheshaji kwenye shughuli za kijamii, kiutamaduni, hafla za kiserikali, sekta binafsi, shughuli za kisiasa na uratibu wa matukio yenye tija kwa taifa. Kwa hiyo hapa kuna timu kubwa ya washereheshaji, wahamasishaji, waelimishaji, washauri, waalimu, wawezeshaji, waandaaji wa matukio. Sisi tunaamini kuwa mchango wetu katika jamii unasaidia kuimarisha uelewa, mshikamano na maendeleo kwa ujumla. Hivyo tunajivunia kuwa sehemu ya wadau wa maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kutambua juhudi za serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhusiana na tatizo la ajira kwa vijana, kumomonyoka kwa maadili na janga la kukosekana kwa uzalendo, sisi wadau wa sekta hii tunapenda kuonyesha nia yetu ya dhati kuendelea kuunga mkono juhudi hizi kwa vitendo, kwa kuelimisha, kuhamasisha, kuburudisha, kufundisha na kushauri, kama ambavyo umetukuta na kutuona mara kadhaa kwenye makongamano, kwenye mitandao ya kijamii, vituo mbalimbali vya runinga kwa ngazi ya kitaifa na kidunia. Lakini pia upande wa pili wa shilingi ni huu wa kuandaa majukwaa yanayowakutanisha wananchi na kualika wadau mbalimbali wa maendeleo, ili kwa pamoja kupata elimu, maarifa na ujuzi mbalimbali kwa ajili ya ustawi wetu na taifa kwa ujumla. Tunaahidi kuendelea kuutumia ujuzi wetu huu kuhamasisha umma kuhusu kuzijua na kuzifuata sera, miongozo, maelekezo, mipango, mikakati na vipaumbele vya kitaifa kupitia majukwaa yetu tunayowasiliana moja kwa moja na jamii kubwa ya Watanzania kwenye shughuli na matukio yetu tunayoratibu, kama tukio hili la siku ya leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu na wageni waalikwa, nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri na kwa kutoa fursa kwa Watanzania kukuza vipaji vyao na kuendeleza stadi za kazi na taaluma katika tasnia mbalimbali, ikiwemo hii ya ushereheshaji na upangaji wa matukio. Hakika Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa katika mstari wa mbele wa kulea vipaji vyote na kuvipa nafasi ya kuweza kuonekana na kutenda kazi zao kama ilivyo kwenu watu wa Kisima. Kwa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kupitia Baraza la Sanaa na Mkurugenzi Mkuu, kwa shirikianeni kwa karibu na Kisima cha Mafanikio katika kuandaa miongozo, mafunzo ya kitaaluma na mfumo wa urasimishaji wa washereheshaji wote nchini na waandaaji wa matukio. Shafanya hilo, hawa sasa itakuwa rahisi kueleza ili wafanikiwe wafanye nini, maarifa wanayo wao, kwa sababu ni ujuzi wao na ndio kazi ambayo wanaifanya kila siku.
Lakini mkikaa pamoja, mkizungumza, mkapanua wigo, hawa watawaeleza changamoto zilizopo. Lakini pia hawa watatoa mapendekezo ya namna bora ya kuifanya sekta hii ifahamike, ikue katika kutekeleza majukumu yao. Wewe utakuwa ujue, wewe ni mkurugenzi wa jumla, lakini kwenye eneo hili hawa wanajua zaidi. Kwa tuwasikilize, tuwashirikishe na tukae nao pamoja. Kwa Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA liendelee kushirikiana na Kisima cha Mafanikio katika kukuza matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili. Hatutarajii kumsikia mshereheshaji anatumia maneno ambayo ni ya Kiswahili lakini mengine hayakuzi maadili ya lugha ya Kiswahili, hayana msingi wa lugha ya Kiswahili. Kwa ni matarajio yangu kwamba nyie washereheshaji mlioko hapa, waandaaji wa matukio, mwe mnaandika mabango na nini, lugha sahihi ya Kiswahili, nyie mtakuwa sehemu ya wakuzaji wa lugha hii. Kwa mjue mna jukumu hilo kwa taifa na tunawategemea. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imejidhatiti kutambua ujuzi huu wa mtu mmoja mmoja, na imejidhatiti kuwatambua nyie wenye ujuzi wa aina tofauti tofauti, mmejiweka pamoja. Wafawidhi wa matukio kama nilivyoeleza mwanzo wanakwenda kuimarisha sekta hii kwa ujuzi walionao, na ujuzi huu huku ndani kuna kabiashara kapo, na sisi tunasema huu ni uchumi, lakini pia kuna biashara, na uchumi huu huku ndani kuna ajira. Haya mambo makubwa mawili, na nimeyakuta kwenye bango mahali. Ushereheshaji ni uchumi, maandalizi ya matukio ni uchumi. Kwenye uchumi huko unakuta kuna biashara, lakini pia kuna ajira. Unaweza ukajiajiri kwa kufanya kazi hii wewe mwenyewe, unaweza ukaajiri wengine kwa kutengeneza kikundi imara, ukakipa jina litakalokuwa linatambulika na jamii, halafu yeyote mwenye mahitaji anapiga simu, na iko siku utapigiwa simu manne na wewe uko peke yako. Sasa ukiwa kwenye kikundi unasambaza, wewe nenda huku, nenda huku, nenda huku, unatengeneza mikataba ya huku na huku na huku. Kesho asubuhi mnakutana, tumepata nini? Unaweka mtaji wenu, unagawana, shughuli za familia zinaenda, lakini na taasisi yenu inaenda. Mojawapo ya hatua ambayo imechukuliwa na serikali ni kuweka mazingira rafiki ya kufanya kazi za wasanii. Kwenye kama wasanii mjue kwamba mazingira rafiki yapo katika nchi hii, na tumeenda mbali zaidi, tumeanzisha hata mfuko wa maendeleo ya wasanii ambao unatoa hadi shilingi milioni 100 kwa msanii anapotaka kufanya jambo lake. Nirudie tena, serikali imeanzisha mfuko wa wasanii ambao mfuko huu, kama kuna msanii ana kazi anataka kuifanya na inahitaji mtaji, wala sio lazima aende benki tu, kwenye mfuko huu unaweza kumpa yeye mpaka milioni 100. Lengo ni kuwafanya wasanii wasizagae huko na huko katika kupata mitaji. Na mfuko huu ulianza kutoa huduma mwaka 2022. Kulikuwa na mkutano mkubwa wa wasanii na mimi nilikuwa pale. Walipozungumza hili, Mheshimiwa Rais akazungumza nao kwa simu, akamwambia mimi naanzilisha mfuko huu kwa kuweka milioni 100, alafu tukatafuta utaratibu wa kuongeza fedha, na yako maboresho tumeyafanya kwa ajili ya haki miliki ambazo ziko zinawasumbua wasanii wengi. Hati miliki hii itawasaidia pia na nyie kwa Wizara ya Habari, Tamaduni, Sanaa na Michezo kupitia Baraza la Sanaa na mkurugenzi mkuu kwa hapa. Shirikianeni kwa karibu na Kisima cha Mafanikio katika kuandaa miongozo, mafunzo ya kitaaluma na mfumo wa urasimishaji wa washereheshaji wote nchini na waandaaji wa matukio. Shafanya hilo, hawa sasa itakuwa rahisi kueleza ili wafanikiwe wafanye nini. Maarifa wanayo wao, kwa sababu ni ujuzi wao, na ndio kazi ambayo wanaifanya kila siku.
Lakini mkikaa pamoja, mkizungumza, mkapanua wigo, hawa watawaeleza changamoto zilizopo. Lakini pia hawa watatoa mapendekezo ya namna bora ya kuifanya sekta hii ifahamike, ikue katika kutekeleza majukumu yao. Wewe utakuwa ujue, wewe ni mkurugenzi wa jumla, lakini kwenye eneo hili hawa wanajua zaidi. Kwa tuwasikilize, tuwashirikishe na tukae nao pamoja. Kwa Baraza la Kiswahili Tanzania BAKITA liendelee kushirikiana na Kisima cha Mafanikio katika kukuza matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili. Hatutarajii kumsikia mshereheshaji anatumia maneno ambayo ni ya Kiswahili lakini mengine hayakuzi maadili ya lugha ya Kiswahili, hayana msingi wa lugha ya Kiswahili. Kwa ni matarajio yangu kwamba nyie washereheshaji mlioko hapa, waandaaji wa matukio, mwe mnaandika mabango na nini, lugha sahihi ya Kiswahili, nyie mtakuwa sehemu ya wakuzaji wa lugha hii. Kwa mjue mna jukumu hilo kwa taifa na tunawategemea.